subscribe to my channel and also press this bell icon. Yes bwana, inakuaje na karibu sana mwanafamilia na mtazamaji wa Sanga TV. Tuzungumze michezo mara baada ya dakika 90 ya mchezo wa Simba dhidi ya kikosi cha JKT kukamilika. Kikosi cha Simba kinaibuka na ushindi. Bwana Mwaya Msomi, ushindi wa Simba katika mechi hii ya leo kwenye uwanja wa JKT. Wanasema leo amecheza mpangaji na mwenye nyumba, lakini mwenye nyumba mpangaji ameibuka mshindi. Huu ushindi unaashiria nini katika kikosi cha Simba? Unajua, mimi nilishawahi kuambia kwamba kila mchezo tunaokutana nao sasa hivi ni dabi. Kila mchezo tunaokutana nao ni dabi. JKT ni wazuri, pamoja kwamba ni baba mwenye nyumba na sisi ni wapangaji. Lakini mpangaji muda mwingine ukishaishiwa tu baba mwenye nyumba, odi zinakuwa ni nyingi. Kwa hiyo sasa, kwa sababu sisi tuna ukubwa pamoja na kuwa wapangaji zaidi yao wao, ndio maana tumeweza kuibuka kidedea siku ya leo. Yeah. Mpangaji umempiga baba mwenye nyumba katika maeneo yake ya kujidai. Ni kweli, kwa sababu nilikuwa nahitaji heshima ya pointi 3 na vile vile nilikuwa nataka nipige magoli mengi, ila nikaona nikizidisha magoli mengi huenda baba mwenye nyumba akanitimua. Kwa hiyo ikabidi nipunguze idadi ya magoli, kwa sababu nilikuwa na uwezo mkubwa sana kwa kuifunga timu yoyote kwa sasa hivi iliyoko kwenye NBC. Kama sio vurugu romance na uongo, kama ndugu zetu wengine wanasikia nguo wanakuja kuingia wanaanza kuvalia kwa jirani na wenyewe, kama wanakuja wamenyoka tunagonga vile vile, ila sasa wakianza vurugu ndio zinaleta sitofahamu. Kwa hiyo hata hawa nimeona nisiwasumbue sana, nitapata pointi zangu 3. Ningewapiga hadi mkono ningewapiga. Kama uwanja wa JKT Tanzania na kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba ni kama uwanja wako sasa hivi umekuwa ukiutawala. Mchezo uliopita ndani ya dakika 15 za mwanzo ukapata mabao mawili. Leo mchezo mwingine wa Simba dhidi ya JKT umepata ushindi. Uwanja ni kama umekuwa rafiki sana kwa Simba katika hizi mechi. Mimi nadhani uwanja unaweza kuwa rafiki, lakini endapo kama utakuwa na wachezaji wenye quality hali ya juu. Naweza nikasema binafsi, unajua tusipende kukaa tunamngunya maneno, nishawaambia. Tusifie viongozi wetu. Tusifie viongozi. Kusema ukweli, tangia dirisha dogo hakuna shabiki yoyote, mimi naamini maana wengi wao mimi naongea nao sana kwenye simu, hakuna shabiki ambaye analaumu viongozi. Wameleta wachezaji ambao tunaona wanaanza ya kuichezea Simba. Hiyo alina ufiki. Ndio maana tunahitaji timu yoyote tukutane nayo. Hatuna doubt ya aina yoyote kusingizia kiwanja cha aina yoyote. Ukiwa una quality ya wachezaji wazuri, viwanja utasingizia sana. Ya wachezaji wazuri wa kukupa matokeo, utasingizia sana viwanja. Kwa sababu gani nakwambia hivyo? Unajua, kwanza uweze ukatamba na viwanja kwamba kiwanja hiki ni kibovu, kile sio nini, wewe una uwanja. Tuna Bunju ndio tunaiandaa. Lini imeenda kuchezwa mechi pale? Kwa hiyo ni kama vile hatuna uwanja. Inabidi viongozi, labda na hili niliongee, wafanye, lakini mikakati ipo. Uzuri mikakati kwa upande wetu. Sisi tuna uwanja wa kufanyia mazoezi, sio uwanja wa mashindano. Uwanja tunao. Ila pia naweza nikasema uongozi ushaona. Ushakwambia ramani zishatoka. Muda si mrefu uwanja utakaa vizuri. Lakini kwa sasa hivi tunaja kusema kwamba tutaki kubeza viwanja wakati hatujawa na viwanja vyetu vya kuchezea ligi kuu ambayo inakuwa inaendelea. Ushindi wa leo bado unakuweka kwenye kinyang'anyiro cha mbio za ubingwa? Naweza nikakwambia hivyo kwa sababu hata sisi ambao tunafuatilia mechi za nje, Man City alikuwa amepika pointi kama 15. Tukasema Arsenal kashalichukua. Lakini alimvuta akamvuta mpaka kalingana naye point. Tukaona Arsenal anaenda kuteleza. Lakini mpaka sasa hivi bado unaona mmoja hapa akiteleza tena inakuwa vingine. Kwa hiyo kinachohitajika ni kwamba boli bado halijaisha, ligi bado haijaisha. Maana uje utangaze nani anakuwa bado nafasi nao ya ubingwa, kwa sababu kinachoendelea mbele bado mwenyewe atakutana na timu ambazo zinaweza zikamletea upinzani, na mimi vile nishasema kila nao kutana nayo timu ni dabi. Kwa hiyo sidharau timu yoyote sasa hivi. Nao kutana nao ni dabi. Kama ni dabi nahitaji pointi 3, sihitaji magoli mengi. Ndio maana nikakwambia hata baba mwenye nyumba leo nimebidi nipate pointi zangu. Sijataka nifunge magoli mengi sana sije katimuliwa kwenye nyumba yake. Goli la Chama lageuka mjadala mkubwa duniani.
goli la tikitaka. Limechambuliwa Tanzania, limechambuliwa East Africa, limechambuliwa Warabuni, wameenda Ufaransa wamelichambua. CNN kituo kikubwa cha habari duniani kimelichambua rasmi hili la Chama. Hii inaashiria nini? Ni kwamba Simba imevuka sasa mipaka kimataifa, mpaka duniani goli linachambuliwa. Unajua, ngoja nikwambie kitu kimoja sana. Mimi nawaambiaga watu kila siku, Simba ni kubwa kuliko watu wanavyofikiria. Ni kubwa kuliko watu wanavyofikiria. Sisi tunaishi kimazoea kwa sababu Simba tunakaa nayo kwenye nchi moja. Lakini Simba laiti ingekuwa inatokea kwenye nchi nyingine, tungekuwa tunakaa tunaiongelea Simba kila wakati. Simba inafanya makubwa kama zamani ilivyokuwa TP Mazembe. Ilikuwa inafanya makubwa, tunaimba Tanzania, utazani TP Mazembe yuko hapa. Hata kipindi alipokuwepo Bwana Samata pale. Kila muda TP Mazembe unajua kwamba ni timu kubwa. Simba ina ukubwa mpaka inakuja kuingia nafasi ya 5 barani Afrika. Ukiangalia pesa zinazomilikiwa na mmiliki labda wa Simba au matumizi ya Simba kupitia wachezaji wake na wote walioajiriwa ilikuwa ni ndogo, na competition ambayo alikuwa anafanya na vilabu vingine ambavyo vinashika nafasi ya kwanza mpaka ya pili mpaka ya 4, ambao sisi tulikuwa tunaingia nafasi ya 5. Kwa hiyo inabidi ujue kwamba Simba ni kubwa na ina nafasi kubwa kwenye hii hapo. Unapokutana na Simba, kutana na Simba kwa kubeza. Unakutana na Simba inayojua mpira wa Afrika, inayojua kutambulisha bendera ya Tanzania. Sisi ndio tunaoibeba bendera ya Tanzania nje hata ndani ya nchi, kwa sababu hata ukiangalia mashabiki wenyewe, hata juzi nadhani kama ulikuwa unaangalia mpira wa dadi, jezi yetu ndiyo ilikuwa inatawala kwenye uwanja. Hata wale wanachambua, wamechambua wakiwa wanaangalia Simba inaongoza goli 2, Yanga ikiwa 0. Hawajachambua ikiwa wanaonesha 2-2 pale. Walikuwa wanaonesha 2-0. Na ikiwa na trendi, lakini wanaonesha kuna kijana ambaye alifunga goli la hatari. Wasiojua mpira wanakuambia alikuwa ameotea. Anaoteaje wakati aliugawa mpira? Yaani yeye ndiye aliyotoa mpira kwenda kwa Mpanzo na akaenda kuwapita wale kwenda kupokea na kufunga. Tupatilie mpira, tuache unazi wa kuongea. Unajua ukipenda kuongea unazi, unaharibu watu wale wanaofuatilia. Ishara gani sasa? Maana wanasema kizuri huwa kijifichi. Kizuri lazima kiende kinajiuza chenyewe. Sasa goli la Chama limechambuliwa Tanzania, limechambuliwa Afrika, lakini pia limevuka sasa mpaka vyombo vya habari vikubwa duniani. Naweza nikakuambia kitu kimoja. Tunavyosema hapo tunaweza tukaongea in general. Hapo wanaongelea ligi ya Tanzania. Ni ukuaji kuanzia wa ligi ya Tanzania. Ina maana ligi ya Tanzania ni kubwa. Na ujue kama vilabu ambao vilikuwa vinakutana mpaka Chama anafunga lile goli, ndio vilabu pekee ambao kwenye nchi hii ndio maskini wa nchi. Na vile vile ni kweli ndio mpira wao kwenye nchi hii. Tunabidi siwezi kuwabeza Yanga. Kwa swala kama hilo siwezi kuwabeza. Kwa sababu Yanga ni wakubwa. Simba ni kubwa. Siku ile walikutana Majanti. Sasa kwenye Majanti anatokea mchezaji kupitia ukubwa walionao wa klabu ya Simba anafunga goli kama lile, ambao wameangalia kwenye takwimu zaidi ya misimu 12 duniani alijafunga goli bora kama hilo. Sisi kama misimu 12 alijafunga goli kama lile aliyolifunga Chama leo duniani. Na ukiangalia pale, ndio maana umeona Uarabuni wamechambua, Ufaransa wamechambua, Uingereza wamechambua, bado lile goli linaonekana ni bora. Kwanza alipolitoa, yani assist, ina maana unaweza kusema assist kajitengenezea yeye, kwa sababu alimpa Mpanzo akaenda kumalizia tena kwake. Ni talent kubwa sana alionayo Chama. Tunaweza kukawa hata mimi ni miongoni ambao nilikuwa na mkataa, lakini Chama karudi kivingine. Shai mkataa, ukamwomba msamaha, ukaja uka appreciate kwa kile ambacho anakifanya. Pengine tunaweza kusema sasa Chama na Simba ni pete na kidogo. Swala la kuomba msamaha hapana, kwa sababu mimi ninachokiongea ni kitu ambacho nakiona wazi. Ukizingua na mimi nakuzingua. Ukicheza ovyo sitaweza kusifia kama umecheza vizuri. Nitakwambia unaweza kusema hivyo kwa kitu anachotuofu kwa sasa hivi yuko vizuri. Kwa sababu Chama aliwahi kufanya vizuri, niliwahi kuambia aliwahi kufanya vizuri tukamuuza nje akiwa in fire. Alivyorudi ndiye alikuja na kama ana sheki fulani.
lakini sasa hivi ameenda amejifunza kwamba nabidi nitumikie ile klabu ni kubwa, akaamua kuipambania. Sasa kama ameipambania na vitu unavyoona anavyofanya, kuna haja ya kumpa credit zake. Ambaye alipaswa kutoa promotion kati ya lile goli la Chama na ile chenga ambayo Yanga Afrika juzi, afisa habari wa klabu ya Yanga Afrika walifanyia mchango kwa ile chenga ambayo alimpiga Alan Okello kwa beki wenu Rashid Derope. Yupi ambaye alipaswa kuifanyia promotion kati ya goli na ile chenga? Nataka nikwambie ukweli, mimi tangia na ufahamu mpira na naucheza mpira, kwa sababu mpira, bahati nzuri namshukuru Mwenyezi Mungu, nimecheza mpira. Wanaojua wanajua kwamba mimi naongelea mpira, nimecheza mpira. Nataka nikwambie hakuna mtu yoyote duniani aliyoweza kupewa tunzo ya chenga. Ukiona watu wanachambua chenga, ujue hizo ni kelele, na unaweza kusema labda sijajua ilikuwa kuwaje wanajizimaje data, kwa sababu chenga huwa haipo. Yaani nadhani walijizima data kwanza, walikuwa wategemei kweli kama wanaweza katoka drone. Mimi naweza kukwambia hivi, yaani chenga unaweza kufanya sherehe, unaanza kupitisha michango, vibakuli vinatembea chenga, na sisi goli ambalo dunia inachambua mpaka sasa hivi tufanyeje? Kwa sababu goli bora duniani linaweza likaongelewa kwa hivi sasa mpaka sasa hivi na dakika tulizonazo ila bwana mdogo Chama. Tunaweza tukampa, kwa sababu tumeangalia misimu 12 hakuna mchezaji yoyote duniani aliyofunga goli la namna ile. Kwa hiyo kiniambia hivyo Chama anaweza akapewa tunzo, tena sio la kitanzania au kiafrika, inabidi itolewe FIFA huko. FIFA mpe Chama. Inabidi aliangalia ile goli, anaweza akaitwa kwa ajili ya kulielezea kwamba alifanya mazoezi gani ya kuweza. Unajua kila kitu tunakifanya mazoezi. Sasa tufundishe kwenye kuruka, afundishe na wengine ambao wanapiga chenga ipigie juu ingie ndani. Sio chenga unaipigia chini unatembeza vibakuli. Nadhani kujizima data. Waache kujizima data. Pengine Yanga alipaswa nao kuappreciate lile goli la Chama. Yanga nadhani dalili wanazo za kulikubali goli la Chama. Wanazo dalili zote za kulikubali goli la Chama. Kimoyomoyo. Hata kama sio kimoyomoyo, hata wenyewe wanakuambia kweli lile ni goli. Kwa sababu unajua mpira uchezezi chumbani bro. Mpira unauangalia wazi, na uangalie peke yako, naangalia na watu wengine wanaoangalia mpira. Kwa kwenye kuchambua ndio kuna unazi kidogo, kuna kunyoka kuongea ukweli. Hata mimi lile goli lingefungwa na mtu yoyote, hata Pacome. Mimi mwenyewe ninaipenda Simba damu, ningeongelea Pacome kafunga goli zuri. Kwa hiyo mimi kwenye uongo huwa sipo. Ndio maana nakwambia hata juzi wakati mpira unamalizika niliwaambia Pacome ni mchezaji mzuri sana. Na alitusumbua sana. Ila sisi hatakuwa na akili nyingine ya kusema kwamba tuweze kumzuiaje Pacome ili tuweze kusonga mbele. Lakini kwenye uzuri mwambie mtu mpe ubora wake. Pacome ni mchezaji mzuri sana. Siwezi kumkataa. Na sitakaa nimkatae Pacome. Namkubali, ni mzuri. Hata kwetu Simba anaweza akacheza, ni mzuri, lakini jua goli la Chama ni zaidi ya Pacome 6. Goli la Chama ni Pacome 6 uwanjani. Mnaweza mkajifariji kwa goli la Chama endapo Yanga Afrika akipata ushindi. Nikwambia kitu kimoja, lile goli linaweza limeipandisha azi Simba. Unajua kwa nini naweza nikakwambia goli la Chama limeipandisha azi Simba? Ni kutokana na kitu kimoja. Kama CNN Ulaya huko, unajua unakutana na watu weupe tupu kule, wanakaa wanaliongelea goli hivi, uone kwamba ni kitu kikubwa ambao kinaipa hadhi Simba. Leo ukiwa unatafuta mwekezaji kutoka Ulaya, anaweza kaingia pale Simba, anajua kuna watu. Na kama unajua sisi ndio tuliwahi kuleta Sevilla hapa. Kama sio nini alikuwa ishakufa yule Sevilla. Alikutana na Simba. Ile ilipaa mpaka leo rekodi ipo. Kwa hiyo ukitaka kutuambia sisi kipi kinaendelea kwenye mchakato uliopo Simba, Simba ni wakubwa. Na kwenye ndani ya nchi na nje ya nchi wanajua Simba wana moto wa kuotea mbali. Kwa hiyo sisi tunafanya vizuri nadhani sana, lakini kupitia viongozi wetu wanajitahidi kuleta wachezaji wenye kaliba ya namna ile. Kwa mfano kama Chama, kumrudisha Chama, watu wengi waliona mzee anakuja. Hata mimi nadhani nilikuwa nasema huu mzee mnamrudisha itakuwaje. Lakini kaja kuzaliwa upya, kajifunza alikokuwa anakosea mpaka tukaamua kumwacha. Kwa sababu ukiona umeacha unajua una mapungufu fulani uliyafanya mpaka viongozi wakaona utufai.
ukaondoka, kwa sababu tukumtoa kwa mkopo. Tungemtoa kwa mkopo tungesema tunaenda kumwangalizia huko bado tunamhitaji. Ukiona tunaamua kuacha, ujue kwamba kuna mapungufu tumeyaona moja kwa moja, uende sehemu yoyote, kwa sababu sisi hatuwezi kumuuzia Yanga mchezaji kwamba tulimuuzia Yanga mchezaji, hapana. Sio kama kumwacha tu akaenda Singida, baada akatoka huko akaenda huko, lakini mimi naona goli ilikuwa ni bora sana. Shukrani sana. Asante.